Wakati ulimwengu ukielekea Mashariki ya Kati huku akisahau kuna vita ya Urusi na Ukraine, Warusi wanaendeleza mashambulizi mazito ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika viwanja vya ndege vya kijeshi pamoja na maeneo ya kambi za kijeshi za Ukraine. Shambulizi hilo pia lilipiga kituo cha nishati kinachosambaza mafuta kwa vikosi vya Kiev. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi huko Moscow ambayo imetoa maelezo hayo. Mfumo wa kombora wa Iskander-M wa kikosi cha wanajeshi wa Urusi katika eneo la operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine limetumika kufanya kazi hiyo. Jeshi la Urusi limeshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi na miundombinu ya nishati nchini Ukraine katika shambulio la usiku lililohusisha makombora na ndege zisizokuwa na rubani za kamikaze, Wizara ya Ulinzi imesema. Katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumapili, wizara hiyo ilisema kuwa shambulio hilo lilitekelezwa kwa silaha za anga, nchi kavu na baharini pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ambazo zililenga miundombinu ya uwanja wa ndege wa kijeshi na kituo cha nishati ambacho kilisambaza mafuta kwa vikosi vya Ukraine huko Donbas. Lengo la makombora hayo limekamilika. Malengo yote yaliyotengwa yamepigwa, maafisa wa kijeshi wa Urusi waliripoti bila kufichua maeneo haswa waliolenga. Katika taarifa tofauti siku ya Jumamosi ya weekend iliyopita, wizara hiyo ilidai kuwa ndege za kivita za Urusi, ndege zisizokuwa na rubani, makombora na mizinga ziliharibu karakana kadhaa ya utengenezaji wa ndege zisizokuwa na rubani pamoja na maghala ya silaha nchini Ukraine. Mpango wa Urusi ni kufanya uharibifu mkubwa katika jeshi la Ukraine katika kile ilichosema ni operation maalum ya kijeshi ambayo ilianza tangu mwaka 2022. Ukraine wakati huo huo imeripoti mashambulizi makubwa ya Urusi katika miundombinu ya nishati katika mji wa Kremenchuk katika mkoa wa Poltava. Jeshi la Ukraine limekadiria kuwa Urusi ilituma karibu ndege 300 za kamikaze na makombora 8 katika shambulizi lake la usiku. Katika wiki za hivi karibuni, Urusi imeanzisha mfululizo wa makombora ikilenga vituo vinavyohusiana na jeshi la Ukraine baada ya Kiev kuzidisha kwa kiasi kikubwa mashambulizi yake ya kuvuka mpaka. Moscow imeelekeza nguvu zake na ongezeko hilo kama jaribio la Kiev la kuvuruga mazungumzo ya amani ya Urusi na Ukraine. Siku ya Jumanne ya wiki iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Russia ilidai kwamba makombora ya pamoja sawa na mtindo ulioripotiwa Jumamosi uligonga vituo vya kijeshi na viwanda katika mkoa wa Kiev na vilevile katika sehemu inayodhibitiwa ya Ukraine ya mkoa wa Zaporizhia. Mtazamaji wa The World News, wakati huu Urusi inadai kwamba inakamilisha kile ilichoita operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Inaendeleza mashambulizi mazito ikisema kwamba mpango wake ni kuona Ukraine inanyosha mikono na kuachana kabisa na mpango wake wa kutaka kuendelea na vita dhidi ya Urusi. Tuendelee kuangalia ni nini ambacho kinaendelea wakati huu katika kipindi cha vita hivi. Na wakati huu kumekuwa na vita mbili na vita zote mbili zikihusisha mataifa makubwa ulimwenguni. Lakini nguvu kubwa wakati huu inaonekana kupungua kutoka kwa NATO katika kuisaidia Ukraine, na sasa hivi wanatazama mambo mazito yanotokea huko katika taifa la Kiyahudi na Kiajemi katika Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.